namna ambavyo Afrika iliishia umaskini. Ilikuwaje mpaka Afrika ikawa maskini? Kwa sababu nyakati za kitambo hatukuwa maskini, tulikuwa matajiri. Unaweza kusema, mwendawazimu wewe. Hapana, mimi si mwendawazimu. Kwambia ukweli. Tajiri wetu ulikuwa mkubwa sana. Lakini kuna mambo yaliyotokea yalimfanya mzungu alipoingia hapa aweze kupata nafasi ya kupora. Wakapora sana, lakini zaidi ya kupora wakachukua maisha ya Mwafrika wakaichukulia kiholela. Ikawa sasa sisi ambao tulikuwa ndio viongozi wa dunia tukabadilishwa hali, tukawa sasa sisi ndio maskini, sasa sisi ndio watumwa. Uporaji mkubwa zaidi katika hali ya Afrika sio uporaji wa mali ambao unaendelea mpaka leo, lakini ni uporaji wa akili. Mwafrika alipokubali kwamba yeye yako chini ya mzungu, hapo mtihani tulianguka, na hapo sasa mzungu akashinda. Aliwezaje kutufanya tuwe watu ambao sio wa kuamini kwamba tunaweza kufanya mambo? Nitetemo mawili. Kwanza, dini. Dini ni kitu kizuri kitumika kwa hali nzuri, kama pesa, kama kisu, chochote kile kinaweza kutumika vizuri ama kubaya. Lakini cha pili, akaleta utumwa. Mambo mawili ambayo yamethuru maisha ya Mwafrika kwa muda mrefu sana. Mpaka wa leo Mwafrika hawezi, ni ngumu sana. Inachukua kazi ngumu sana, kazi kubwa, Mwafrika kuamini kwamba anaweza kufanya mambo ambayo mzungu mwenyewe anaweza kufanya.